السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والحمد دائما لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, jana tulifikiwa tukaweza kumaliza mlango unaozungumzia kuhusu masala ya zaka na kwa namna ulama walivyoeleza. Alhamdulillah, leo tutaingia katika babul haji wal umra. Mlango naelezea kuhusu masala ya hija na vile vile masala ya umra. Mwenye kitabu anasema wa amma al-hajju fahuwa khamisu arkani al-islam, ama hija ndiyo nguzo ya tano ya Kiislamu. Sawa. Kisha mwenye sharh akaeleza al-hajju lughatan, maana ya neno hija. Sawa, tukileta kwa Kiswahili ni au maana ya hija ni al-qasdu. Kiswahili maana ya hija ni kukusudia. Ukiwa umekusudia kwenda sehemu fulani, sawa, ndio kutumika hilo nini, hiyo hija. Kwa maana wakisema hija, ina maana wewe umekusudia kufanya jambo fulani. Wa shar'a, na hapa ndipo malengo, ndipo panapoangaliwa. Haiangaliwi lughatan, lakini angaliwa shar'a. Kisheria ni qasdu baitil harami linuski. Maana ya hija kwa sheria ya Kiislamu ni kukusudia al-Kaaba kwa ajili ya ibada. Yawezekana mtu amekusudia al-Kaaba kweli, lakini kwa ajili ya matembezi. Lakini maana ya hija ni kukusudia tena al-Kaaba kwa sababu ya ibada. Na akaendelea mwenye kusharhisha, yani akawa anaeleza faida ya hija, akasema wal hajju yukaffiru saghaira bil ittifaqi. Miongoni mwa faida za hija ni kwamba yukaffiru saghaira, husamehe madhambi madogo madogo yote. Kwa hivyo ittifaqi ya ulama, yani makubaliano ya wanavyuoni wote, wanakubaliana kama alivyotusabia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kwamba hija ni yenye kufuta madhambi. Hadithi nyingine Mtume anasema alhajjul mabrur laysa lahu aljaza illa aljanna, hija ilikubalika haina malipo mengine isipokuwa ni nini? Isipokuwa ni pepo. Mtume sallallahu alayhi anatuambia katika hadithi nyingine, mwenye kwenda hija na akarudi baada ya kutoka hija, atarudi kayaumin waladatuhu ummuhu, atarudi kana kwamba siku aliyozaliwa na mama yake, yani atarudi akiwa hana madhambi yote. Kwa hivyo ulama wamekubaliana haya madhambi ambayo kwamba yanayosamehewa kwa anayeenda hija, wote kukubaliana ni kwamba ni as-saghair, ni madhambi madogo. Lakini wakhtalafu fi takfirihi al-kabaira, kisha ulama wakakhtalifiana juu ya kwamba je, hii ni hija yafuta madhambi makubwa? Hapo wamekhtalifiana. Kuna wale ambao kwamba waliosema kwamba maadamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia mwenye kwenda hija na hija yake kakubaliwa, atarudi kama siku aliyozaliwa na mamake, ina maana iwe ni madhambi madogo iwe ni madhambi makubwa, yote atafanya nini? Yatafutwa. Lakini wengine wakasema la, madhambi makubwa mpaka kwa tauba. Wattabaati allati hiya huququl adamiyina, kuna yale kabair ambapo kwamba ni baina yako wewe na Allah tabaraka wa taala, na kuna ile madhambi ambapo kwamba ni baina yako wewe na Allah na binadamu. Wanasema kwamba haya pia ulama wamekhtalifiana, je, yatafutika? Wengine wakasema la, hayawezi futika mpaka umuombe msamaha aliyekufanyia, umuombe msamaha Allah tabaraka wa taala, ndio hapo ufanye nini? Usamehewe. Kwa hivyo hayatoingia katika yale madhambi ambapo kwamba yanayosamehewa kwa sababu ya hija. Wa huwa min arkani al-islam al-khamsa, na vile vile hija ni miongoni mwa zile nguzo tano ambapo kwamba ni maarufu. Sawa, arkanul islam, nguzo za Kiislamu khamsatun, ni tano. Ni nini?
Haya, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buniya al-islamu ala 5 shahadatun an la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, iqami salat wa ita'i zakat, saum Ramadan, hajjul baitillah, ambao kwamba tunasoma tukiwa madarasa hizi. Kwa hivyo huwa min arkani al-islam ya 5, na hii hija ni katika zile nguzo 5 za Kiislamu. Maalumun min ad-dini bid-darura. Ukisikia jambo lolote ni maalumu bid-dini bid-darura, ni jambo lolote ambalo kwamba fayukaffaru jahiduhu, ni kwamba yeyote ambaye kwamba atakayelipinga jambo kama lile, huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Mathalan, mtu ni Muislamu na aseme mimi sikubali kwenye Uislamu kuna kitu ambacho kwamba kinachoitwa hija, basi huyu mtu akifa kabla ya kutubia atakufa akiwa si Muislamu, waliyadhu billahi min dhalika. Na kuna ambao kwamba watakaopinga kwamba kuna hija ama kukataa hija na wasitolewe katika Uislamu, kama ulama watuambia, illa in kana qariban ahadin bil Islam, isipokuwa mtu akiwa amesilimu karibuni kwa Uislamu, au mtu amezaliwa katika Uislamu, au nashaa bibadiyatin ba'idatin 'anil ulama, au mtu ambaye kwamba aliishi porini stuni huko, kama vile ambapo kwamba kuna baadhi ya watu watakungua hawajui kuvaa. Sasa huyo akawa anapinga kwamba hakubali kwamba kuna kitu kinachoitwa hija katika Uislamu, huyo hatachukuliwa kwa sababu nashaa ba'idatin 'anil ulama, yeye ameinukia akiwa mbali na wasomi na wanavione, huyo hatachukuliwa, hatatolewa katika Uislamu. Ni ipi hukumu ya hija katika Uislamu? Tukisema hukumu ni faradhi, ni haramu, ni sunna, ni mubaha, ni makruhu. Wanatuambia mwenye kitabu, wa huwa fardhu ainin. Katika Uislamu kuna fardhu aini na kuna fardhu kifaya. Fardhu aini ni jambo lolote ambalo kwamba hakuna mwingine ambaye ana uwezo wa kukufanyia jambo kama lile, ni lazima ulifanye wewe mwenyewe. Fardhu kifaya ni kwamba ukifanya wengine sakata anil baqina, ina kwamba ni jambo ambalo kwamba kuna uwezo wengine wakafanya, na wengine wasipofanya itakuwa hakuna madhambi yoyote. Kwa hivyo hija katika Uislamu sawa, hukumu yake ni fardhu ainin, ni lazima mtu binafsi, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu, mukallafin, aliyekalifishwa na sheria, hurrin, ambaye kwamba ni miungwana. Mukallafin tunajua ni mtu ambaye kwamba aliyebalighi, kisha ni balighun, kisha aqilun, ni mtu aliyebalighi kisha mwenye nini? Mwenye akili, huyo ndo anaitwa mukallaf. Kwa hivyo mtu akibalighi na ikiwa hana akili, huyo atakuwa si mukallaf. Mtu ana akili lakini bado hajabalighi, huyo hawezi kuitwa ni mukallaf. Kwa hivyo ili aingie katika taklif ni lazima awe amebalighi, na tunajua kubalighi ima kwa kuona au kwa kuota. Kwa kijana atakapoota na akaona maji ya uzazi, hapo atakuwa amebalighi. Msichana atakapofika miaka 9 na akaona ile damu yake ya ada inayopatikana kila mwezi, hapo atakuwa amekuwa ni baligha. Au akifikisha miaka 15, hapo atakuwa ni baligha au ni baligha. Kwa hivyo haji ni lazima kwa yule ambaye kwamba ni mukallaf, sawa, kama Allah tabaraka wa taala alivyotuambia, lakini ni fardhu aini ala kulli man tawaffarat fihi shurutul ujub. Ni lazima yule ambaye kwamba atakayekuwa ni lazima hija kwake, kuna sharti zitaangaliwa, zikipatikana mtu kama huyu atalazimika aende hija. Mwenyezi Mungu anasema, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ni lazima, hii ni faradhi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ya kwenda hija, lakini man istata'a ilayhi sabila, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islamu ala 5, mejengewa Uislamu katika pila 5. Kisha ya mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumzia ni kuhusu hijjat bait, ni kuhiji al-Kaaba. Kwa hivyo inshallah taala kesho tutakuja kuona, je, hii ni hija ni lazima kila mwaka uende, kama yule sahaba alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume alipokuwa akielezea kuhusu hija,
Sahaba akamuuliza, ya Rasulullah, je, ni kila mwaka tofaa tuende? Mtume hakumjibu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fil umri marra, katika maisha yako yote wewe uende mara moja tu inatosheleza, sio kila lazima. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, maadamu sikulizungumzia ungelilinyamazia tu. Mara nyingine mnaweza mkauliza jambo ikawa ni sababu kufaridhishiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo inshallah kesho tutaona, je, hija inawajibu kila mwaka? Vile vile pia tutakuja kuona sharti za yule ambaye kwamba anawajibika kufanya nini, kwenda hija. Mungu tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum.